Sasa kwa sababu muasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu, National Convention sui for what, Tanzania Labour sui nini. Chama chetu kina jina la Kiswahili, maneno rahisi, chama cha demokrasia na maendeleo. Aliamini katika mambo mangapi? Democracy na development, demokrasia na maendeleo. Na hayo ndio yaliyosababisha akatofautiana na Mwalimu Nyerere kwa heshima, kwamba tunataka tuendeshe uchumi wa aina gani, lakini pia uwe uchumi unaoruhusu watu kujieleza, watu kuchagua, watu kuchaguliwa, watu kupata fursa za uongozi, na wananchi wao ndio wawe wanini, ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kwa chama chetu ni chama cha mrengo wa kati kulia, ambacho kinaamini katika demokrasi, kinaamini katika soko huru la watu kufanya, una biashara yako unafanya bila bugdha, na serikali inatimiza wajibu wake, unalipa kodi. Tunaamini katika misingi ambayo rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya kuendeleza watu wetu, sio kuendeleza wageni. Hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei. Ndio maana kwa wale ambao hawaelewi chama hiki, historia ya ukuaji wa chama chetu, kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? 4. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33, lakini nazungumzia zaidi huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1, kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge 4. Mwaka 2000 kikapata wabunge 5 na halmashauri ya kwanza ya Karatu. Na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza, mwaka 2000 halmashauri ya kwanza ya Karatu, ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa kwenye halmashauri pekee nchi hii kule Karatu. Nyie wale watu wazima wanaelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na kodi inaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa kero, ikifika watu wanakimbia miji nyumbani kwao. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza iliyofuta kodi ya kichwa nchi hii ni halmashauri ya Karatu ya Chadema. Na kwa wale waliokuwepo wanakumbuka wakati ule Rais Mkapa alisemaje kuhusu kufuta hiyo kodi. Ikafuta kodi ya baiskeli inaitwa mchirizi. Zamani ukiendesha baiskeli unachajiwa kodi. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza kufuta ni ya Chadema. Mwaka 2005 tukapata idadi pia ya wabunge, ambapo halmashauri ya kwetu pia ya Hai ikawa ndio halmashauri ya kwanza kuintroduce hizi shule zinazoitwa shule za kata. Naeleza haya ili muelewe historia ya chama hiki alichokianzisha Mzee Mtei, jinsi ambavyo kimechangia leo maendeleo makubwa katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya hayati Mzee Mtei mahali pema peponi. Amen. Tukae. Nimetaka tutumie muda wa dakika 1 kabisa kama ilivyo, kwa sababu watu wanasema dakika 1 alafu anatumia sekunde 10, kitu ambacho sio sahihi. Sasa ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachadema, tumeitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha
miaka 33 ya uwepo wa chama chetu. Na jana usiku, juzi usiku, nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia, na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo, jana tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku 7 kwenye ofisi zote za chama. Kwenye ile statement tuliitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku 7. Tutaendelea na maombolezo kwa siku 7 vile vile, kwa sababu mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya mzee Mtei, mzee Mtei amekuwa kiongozi na muasisi wa chama chetu. Ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake. Baada ya kuwashirikisha hilo wazo, mzee Bobu Nyanga Makani, wakina mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine, wakaanzisha hiki chama. Na kwa miaka 33 ya uwepo wa chama hiki, na mzee ameondoka karibia na siku moja kwenye birthday ya chama ambayo ilikuwa kinatimiza miaka 33, kwa sababu Chadema ilisajiliwa na kupata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi wa kwanza, siku kama ya leo, na mzee ameondoka jana. Kwa hiyo ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee, cha kwanza mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Amekuwa gavana pale, akafanya kazi na Mwalimu, kwa sababu mzee aliamini katika sera zinazoendana na chama chetu, na wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye serikali ya Mwalimu ambayo ilikuwa inaamini katika sera za ujamaa ambazo aliona haziwezi kuendeleza watu, hazifanyi mtu mmoja mmoja kufikia full potential yake ya kumiliki mali, kujiendeleza yeye na kuendeleza watu wengine. Walipotofautiana kwenye masuala ya fedha na masuala ya misimamo ya kiuchumi, mzee akamwambia Mwalimu, unaweza kutafuta mtu mwingine ukafanya naye kazi, mimi naona tukienda njia hii tutaanguka shimoni. Sasa unaweza kufikiria mtu ambaye angeweza tu kuadjust, akafit in kwenye mfumo wa kitu alichokuwa anataka Mwalimu, lakini akasema, kwa sababu mimi ni mshauri wako kwenye masuala ya fedha kama gavana wa benki kuu, naona hatuwezi kuelewana, tutaanguka huko unakoniambia twende, na utaalamu wangu naona utaalamu hauendani na hicho unachoniambia, tutaanguka. Akaresign. Lakini kwa sababu pia Mwalimu alimjua uwezo wake, Mwalimu akamruhusu kwenda kufanya kazi nje ya nchi kimataifa. Akaenda kufanya kazi kwenye shirika la fedha duniani IMF. Sasa haya mambo yote kwa nini nayasema? Ni kwa sababu katika tawala tulizonazo sasa hivi, si ajabu mwanasiasa akamwagiza hata daktari kufanya kitu ambacho anajua kabisa utaalamu wa udaktari wake hauko hivyo, akafanya kwa sababu mtawala amemwagiza. Nasema uongo?
kwamba mkuu wa mkoa hapa, yeye ukisha kuwa tu mkuu wa mkoa wewe tayari ni daktari. Ukiwa tu mkuu wa mkoa wewe tayari unajua ualimu, wewe tayari unajua uaskari. Yaani wewe kwa sababu tu umekuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au umekuwa rais, you know everything. Na wale walioko chini yako wanapaswa kufuata kile unachowaambia, hata kama utaalamu wao unakataa hayo. Na wakikataa watakiona cha nini? Cha moto. Fikiria mzee Mtei angekuwa governor wa BOT sasa hivi, asingefunguliwa kesi ya uhaini kweli au ugaidi, si ndio? Au angeweza kuwekewa kesi yoyote na mtawala ili kumkomoa, si ndio? Lakini Mwalimu kwa sababu alikuwa mtu ambaye anaamini katika mawazo ya watu, kushindanisha mawazo, na hii dunia imeendelea kwa watu kushindanisha mawazo. Gari haijatengenezwa hivyo ikatembea kwa mtu mmoja tukudominate, mwingine akasema hivi wewe uliyetengeneza kwa nini ilikuwa Land Rover? Hatuwezi kutengeneza Land Cruiser, hatuwezi kuimprove hivi. Ndio mawazo yanaendelea, yanatokea. Ukiona taa zilizokuwepo kipindi hicho na zingine, ni mawazo yanashindana, yanatengeneza kitu kipya. Tanzania ya sasa, mtawala anataka akifikiria kwamba sasa hivi ni jioni, wote hata kama tunaona sasa hivi ni mchana tuseme ni jioni. Asante sana. Kama ulivyomsikiza Mheshimiwa John Heche akizungumza kuhusu kifo cha aliyekuwa mwanzilishi wa chama cha Chadema, ambapo ameweza kuzungumzia kwa uchungu sana kwa kumpoteza rafiki na mwanzilishi wa chama. Kama alivyozungumza yote mmeweza kuyasikia. Nashukuru sana, na pia tunatuma pole zetu kwa familia na chama cha Chadema pale nchini Tanzania, ambapo wameweza kumpoteza mwanzilishi. Kama unavyojua chama cha Chadema ni chama ambacho kinajulikana, ni chama cha upinzani pale nchini Tanzania, ambapo imekuwa ikipea serikali wakati mgumu, na sasa hivi ni wakati ambapo wale viongozi wamekuwa wakikamatwa. Mtu kama Tundu Lissu yuko gerezani na wengine wengi. Sijui una maoni gani kuhusiana na haya yote ambayo ameweza kusema John Heche? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tutapata habari kama hizi unakuwa kuanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema.